kwa sababu leo ni siku ambayo tunataka kumpa muda wa kutosha Sheikh Ponda azungumze kwa nini amejiunga na ACT Wazalendo. Mimi nitakuwa na mambo mawili tu ya kuwakumbusha. Jambo la kwanza, tangu mjadala huu unaanza hapa, mjadala wa kujadili maisha yetu na kuelekea uchaguzi wa Oktoba 2025, maswali ambayo wote wanajaribu kuyapa majawabu ni tunakwenda aje kwenye uchaguzi wa 2025 baada ya kuibiwa 2019, kuibiwa 2024, kuibiwa mwaka 2020. Ndugu zangu, ninaamini kwamba kiongozi wetu atapata nafasi nzuri ya kujibu swali hili vizuri. Mimi ninachotaka kuwakumbusha ni wajibu wetu kama wananchi, wajibu wetu kama Watanzania. Nchi yetu leo inaongozwa na wauza maiti Chama cha Mapinduzi. Nchi yetu leo inaongozwa na wezi ambao kila mwezi wa 3 tunaelezwa matrilioni ya fedha walioiba na mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali. Nchi yetu leo inaongozwa na watu ambao wameshindwa kulinda uhai wa raia. Watu wanatekwa na serikali haina majibu. Nchi yetu leo inaongozwa na watu ambao hawajui hatima ya vijana wa taifa hili. Vijana wanasoma, wanamaliza vyuo vikuu, hawana ajira. Nchi yetu leo inaongozwa na watu ambao hawawezi kusomesha watoto wetu. Waziri wa elimu amekiri mwenyewe mwaka huu bungeni, tuna uhaba wa walimu 268,000 hapa nchini. Tuna vijana waliosomea ualimu 200,000 kwenye nchi yetu. Serikali ya CCM ina uwezo wa kuajiri vijana 15,000 peke yake kwa mwaka. Maana yake tumefika mahali ambapo wale wanaotuongoza hawawezi kufuta ujinga wa watoto wanaozaliwa kwenye karne ya 21. Karne ambayo ni karne ya AI, Artificial Intelligence. Karne ambayo watu wanahama kwenye kuondoka kumjua mjinga anayejua kusoma na kuandika, kwenda kwenye kumjua mjinga anayeshindwa kutumia kompyuta kupata utambuzi. Leo sisi nchi yetu watoto wanakaa chini mashuleni. Leo nchi yetu madarasa hakuna. Hapa tunapozungumza leo tuna uhaba wa madarasa 95,000 kwenye nchi yetu. Na tuna serikali na Chama cha Mapinduzi linaiba tu kodi za wananchi. Leo tunapozungumza watoto wa nchi hii wanakaa chini wanapokwenda kusoma kwenye shule za msingi. Watoto wanasoma kwenye madarasa ambayo yanavunjiliwa maji. Ndio nchi ambayo viongozi walio wanaiongoza ni watu ambao wameshindwa kuiongoza nchi hii. Ndugu zangu, serikali ya namna hii iliwahi kuwepo katika nchi hii. Serikali isiyojali utu wa raia wake. Serikali inayowatazama raia kama watumwa kwenye taifa lao. Serikali hiyo ni serikali ya wakoloni. Ni serikali ambayo ilitegemea majeshi kuwepo kwake. Wanapiga watu, wanaua watu, wanatisha watu. Ikawa ni serikali ambayo haiwezi kuhojiwa kama ilivyo serikali ya CCM leo. Ukihojiwa kama unahoji ukiwa kanisani, wanafungia kanisa. Wakihoji kama wanahoji msikitini, wanakamata mashehe, wanawapoteza. Nchi ambayo inashuhudia maiti za raia wake zinatupwa kwenye viroba na hakuna uchunguzi, ni nchi inayoongozwa na serikali isiyojali raia wake. Ninachotaka kuwaambia, serikali ya namna hii ilipokuwa inaitwa ni serikali ya kikoloni, wajibu wa kuiondosha haikuachwa kwa majeshi ya kikoloni. Wajibu wa kuiondosha ulibaki kwa raia walioishi na serikali dhalimu ya kikoloni. Ndugu zangu, sisi katika nchi hii ni raia. Mambo ya kuuziwa maiti, hata hiyo serikali inayosema ya kikoloni haikuwahi kufanya. Mkoloni hakuwahi
kwenye nchi hii. Ni CCM peke yake ndio wanauza maiti. Mkoloni hakuteka watu wakawa wanapotea hawajulikani waliko. Pale alipoua aliua kwa vita na ilijulikana wanaua na majeshi yao. Tuna serikali ambayo imeshindwa na inafanya ukatili kuliko hata serikali ya kikoloni. Ninachotaka kuwakumbusha wazee wetu, walipoona serikali inayoongoza nchi yao ni serikali ya namna hiyo, walihamasishana kuiondoa hiyo serikali. Hawakujali kwamba serikali hiyo ina mapolisi watakaowapa amri waue raia. Hawakujali kwamba serikali hiyo inao maafisa wa usalama wa taifa wanaweza kusambaza viroba vya maiti mtaani ili kutisha watu. Walijua kwamba serikali inaposhindwa kwa kiwango hiki, kinachofuata ni nakama ya raia. Raia wanakwenda kupata mateso. Kama hautookotwa mwili wako kwenye kiroba umetupwa, basi subiri, unapeleka mgonjwa wako hospitali, utaambiwa anaumwa kwa sababu huna hela, utaambiwa rudi akafe nyumbani. Na haya ndio maisha tunayoishi leo. Hii ni serikali ambayo imewahi kushuhudia mama mjamzito anashindwa kufanyia operesheni kwa sababu hana shilingi 150,000 katika kituo cha afya Kabuku, na serikali ikaacha yule mama akafa kwa sababu hana 150,000. Haya ndio maisha ya Watanzania. Wajibu wetu kama raia unapokuwa na serikali ya namna hiyo ni mmoja tu: kuhamasishana kuiondoa hiyo serikali kwa namna ambayo serikali hiyo inataka kutoka. Kama serikali itaheshimu kura, basi wananchi watumie kura kuiondoa. Kama serikali itatumia vibaka kuiba kura, wananchi wakatae kuibiwa kura. Serikali ya namna hiyo haisusiwi. Hapa CCM walipofika leo hawawezi kuongoza nchi hii isipokuwa kwa kunywa damu za Watanzania. Na ndio maana wakiwaza uchaguzi wanawaza kuyatumia majeshi. Ndio maana wakiambiwa njoni tujadili wanatishia watu. Ninawaomba tunapokwenda kwenye uchaguzi wa mwaka huu, tuuchukulie ni uchaguzi wa ukombozi wa taifa letu. Uchaguzi ambao raia wanakwenda kunusuru taifa lao na maafa ya watoto wao kutosomeshwa, maafa ya kuuziwa maiti, maafa ya vijana wao kutopewa ajira. Ninaomba sote kama raia twendeni Oktoba 2025 kwenda kulinda kura. Oktoba linda kura. Oktoba. Asanteni sana na washukuruni sana.